Baada ya kufanya utafiti muda mrefu kwa watoto na familia zao, yani nikisema familia na maanisha wazazi, walezi na jamii inayowazunguka kwa habari za afya ya akili za watoto, manake jamii kubwa imekuwa ikifikiri kwamba matatizo ya afya ya akili ni kwa ajili ya watu wazima tu. Lakini kumbe kwenye utafiti wangu niligundua tatizo la afya ya akili linaanza tangu utotoni na linaanza kugundulika mapema kabisa mtoto anapotimiza miaka 3. Okay. Kwa hiyo baada ya kugundua hilo tatizo, nikagundua watoto wanakumbwa na wenyewe na changamoto nyingi sana za afya ya akili. Watoto wana stress, watoto wana depression, watoto wana trauma, wana mawazo, wana huzuni, wanakasirika na mambo mengine kadha wa kadha. Sasa nikaanza kujiuliza mwenyewe, nifanyeje ili jamii ipate kupona, kwa sababu tukimponya mtoto tumeponya jamii ya kesho. Ndipo nikagundua modo yangu, kwa Kiswahili tunasema modeli. Okay. Lakini modeli ni mfumo wa kusaidia sasa yule mtoto ambaye ana hilo tatizo atoke kwenye hilo tatizo. Mtoto mwenye huzuni atoke kwenye huzuni. Atoke kwenye huzuni. Mwenye msongo wa mawazo atoke kwenye msongo wa mawazo. Okay. Awe mtoto bora na mtoto mzuri kama ambavyo jamii inataka kuona watoto wakiwa hivyo. Okay. Kwa nikaja na hii, kwa Kiingereza nikaita NCMHP, lakini kwa Kiswahili tunaita fikra. Sawa sawa. Kwa modo yangu kwa kifupi kabisa inaitwa fikra. Sasa kwa nini fikra? Ndio. Kama nilivyosema, kati ya watoto 5 mpaka 6 utakao kukutana nao, mtoto mmoja anakumbwa au anapitia tatizo la afya ya akili duniani. Sio Tanzania tu, ni dunia nzima. Na kama unavyojua kwa idadi ya watu wa Tanzania wengi ni watoto na vijana. Ndio. Kwa sasa huu mfumo wangu au hii modelo yangu niliyotengeneza kusaidia haijaishia kwa watoto tu, imekwenda mpaka umri wa miaka 18 wa ujana. Okay. Ili sasa kuweza kutengeneza jamii ambayo itakuwa bora zaidi. Kwa hiyo kama nilivyosema, hiyo model inaitwa fikra. Kwa hiyo kwa kifupi kabisa, fikra inalenga kumsaidia mzazi au familia kwa ujumla kwa level ya ndani, yani baba, mama na watoto, au mlezi, watoto na wale watu wanaozunguka ndani ya nyumba. Lakini hiyo ni F. Lakini I tunasema ni kwa Kiswahili nimeita hisia. Okay. Na mtangazaji, ndio, tatizo la hisia ni tatizo kubwa sana kwenye afya ya akili kuliko matatizo mengine yote. Okay. Na linaanza tangu mtoto akiwa tumboni. Kwa hiyo sasa nikaona ni vema tukaiangalia sana hisia kwa undani wake. Na hizo nyingine mtu yote anayetaka kuzijua natamani aje ndo atazijua. 88.5 Shamba FM.